Na wakati mzozo wa Marekani na Greenland ukiendelea kuchukua hatua, tumeshuhudia nchi za wanachama wa jumuiya ya kujihami NATO wakijadili namna ya kulinda mipaka ya Greenland dhidi ya uvamizi wa Marekani. Na tulishuhudia rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, lakini pia nchi zingine za Sweden, Norway kwa pamoja zikijiandaa kuagiza askari wake kuelekea kwenye kisiwa cha Greenland kwa ajili ya mazoezi yanayolenga kuonesha umoja wa nchi za wanachama wa jumuiya ya NATO kulinda mwanachama wake. Hii inafuatia kitisho, amri, matamanio ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutaka kukichukua kisiwa cha Greenland. Greenland ni moja ya kisiwa kikubwa sana duniani na inakadiriwa kina ukubwa wa kilomita za mraba zaidi ya milioni 2 hivi, na ni kisiwa ambacho pia kinakaliwa na watu wasiopungua 56,000 mpaka 57,000 na kiko kaskazini mwa Canada. Kwa kiasi fulani Greenland inapakana kijiografia moja kwa moja na Canada, na ni wastani wa tofauti wa kilomita 26 tu kutokea Greenland kuelekea Canada. Lakini pia ni kisiwa ambacho kwa kiasi fulani pia kwa mbali pia kinapakana na Marekani pamoja na Urusi. Na kama utakuwa unakumbuka, rais wa Marekani alisema watakichukua kisiwa cha Greenland iwe ama isiwe, kwa sababu wakikiacha maana yake China pamoja na Urusi wanaweza wakakichukua kisiwa hiko. Kwa hivyo kijiografia iko hivyo kwamba chenyewe kinapakana na Canada, kaskazini mwa Canada, lakini kiutawala Greenland ni kisiwa ambacho kinamilikiwa na serikali ya Copenhagen, Denmark, na wenye mamlaka ya kiutawala kwenye eneo la Greenland. Lakini pia kiusalama hivi, maana yake Marekani ana maslahi yake kwenye kisiwa kile, na kuna kambi za kijeshi military base za Marekani ziko pale, na hivyo kwa namna fulani hivi Marekani maana yake ana maslahi ya kiusalama kwenye lile eneo, sambamba na ukweli kwamba ni moja ya kisiwa ambacho pia kinatajwa kuwa na mali kwa maana ya rasilimali za gesi, mafuta, samaki pamoja na madini ya uranium, na hiko ndicho pengine kinatajwa kuwa kinamfanya rais wa Marekani kukitamani hiko kisiwa, kama ilivyo desturi ya taifa la Marekani na marais wake wote, hususan huyu wa sasa. Manake mwendelezo ni ule wa kile ambacho kizuri kinachopatikana kwenye baadhi ya nchi, wanaona wanaweza kukifikia, basi watatengeneza mazingira makubwa ya kuweza kukifikia kama inavyoendelea sasa hivi pale Greenland. Kwa hivyo sasa mzozo umefikia kwenye hatua hiyo, na nchi za wanachama wa jumuiya ya kujihami NATO ambao kimsingi kwa vile Greenland iko chini ya Copenhagen, Denmark, na Denmark ni mwanachama wa jumuiya ya kujihami NATO, maana yake moja kwa moja inaingia kwenye sheria kwamba endapo mwanachama wa jumuiya ya NATO atoka kwenye kitisho cha kuvamiwa, basi nchi wanachama wa NATO wanayo mamlaka, wanayo nguvu ya kuweza kuungana na kuweza kumlinda. Sasa kinachoenda kuonekana kwa sasa ni kweli nchi za jumuiya ya NATO, hususan nchi za Ulaya, wataweza kuilinda Copenhagen, Denmark, hasa eneo lake lile la Greenland, kwa maana kuilinda Greenland dhidi ya taifa la Marekani. Ndivyo ambavyo tunasubiri kuona, na ikumbukwe jumuiya ya Ulaya kwa sasa inapitia kwenye kipindi kigumu sana mbele ya taifa la Marekani, kwa sababu Donald Trump amekuwa mara nyingi akiiandama jumuiya ya Ulaya, akitamka kwamba imekosa mvuto, imekosa ushawishi, nchi za Ulaya zina nguvu tena, ni kama dhaifu. Kwa hiyo
hali hii ya kusemwa na kuambiwa kama na nchi za Ulaya hazina nguvu na Marekani ndio kinachowafanya sasa jumuiya ya Ulaya pengine kupambana kuona namna wanavyoweza kukilinda kisiwa cha Greenland dhidi ya ukombozi wa Marekani. Kwa hivyo mzozo umefikia kwenye kiwango hiko kwa sasa. Kwa hiyo tunaendelea kusubiri kuona kama jumuiya za Ulaya kupitia jumuiya ya kujihami ya NATO wataweza kuilinda Greenland dhidi ya uvamizi wa Marekani. Na ikumbukwe Marekani naye pia ni mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Tangu ilivyoanzishwa mwaka 1949 jumuiya ya kujihami ya NATO mwanachama, Marekani amekuwa ni mwanachama hai, lakini pia amekuwa ni mwanachama wa kwanza kusaini makubaliano ya NATO mwaka 49, na amekuwa akitoa ushawishi na amekuwa akitoa msaada mkubwa kwa jumuiya hii wa kifedha, kijeshi, pamoja na misaada mingine muhimu kuelekea kwenye jumuiya hii. Sasa tunachokisubiri kukiona ni kama jumuiya ya NATO itaweza kukilinda kisiwa cha Greenland dhidi ya utawala wa Rais Donald Trump anayetaka kukichukua. Nimefikia mwisho wa mazungumzo yetu haya na kutakia siku nzuri. Kwaheri.